Hebu baba naomba nieleweshe kidogo hapa. Kwa kitaratibu za kanisa, kwa mfano kwako wewe tarehe 7 ya mwezi wa 3 2025 Baba Mtakatifu alitangaza rasmi kwamba wewe ni askofu sasa wa jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa baada ya tangazo lile rasmi tunaanza kwenye misa, maana yake baada ya pale misa zitakazofuata zinakuwa hazikutaji tena katika jimbo ulilotoka la Dar es Salaam. La Dar es Salaam. Kwa hiyo siwezi kujiita msaidizi tena. Lakini pia hata picha zilizokuwa katika maofisi ya jimbo na ofisi nyingine za taasisi za dini zinapaswa pia kushushwa. Zinapaswa zimesha. Kawaida kwa siji ukungine huko kwenye parokia ambako siwezi kujua. Lakini pale zile ofisi za jimbo hata ile ofisi inayokaa saa hizi kama unaenda kutembea haina picha. Oho. Na upande huku wa jimbo unaloenda ni kwamba taratibu ni muda huo wanaanza pia kuzichukua taratibu za askofu anayekuja. Kuchukua taratibu pana, kisheria kuna siku rasmi ya kukabidhiwa jimbo. Ni siku ile unayosimikwa. Na unaposimikwa pale ndipo unaweza kutamka kitu. Kwa hiyo unakuwa na mamlaka sasa ya kiaskofu katika jimbo lile. Sasa hizi nimetamkwa, lakini ni jimbo tayari lile. Limeshatamkwa, lakini kuna siku vile documents au nani zile zitaletwa rasmi ambazo lazima zisomwe na atahusika balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania katika hilo. Kama kuna mtu alishuhudia pale Mafinga, ndio mtindo ule. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa bula. Ile bula ndio barua rasmi ya uteuzi na barua rasmi ya uundwaji wa jimbo jipya. Kwa hiyo kutakuwa na bula mbili, moja inahusu kuniteua mimi na nyingine inahusu kuliunda jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa watatangulia kulisoma bula ya kuliunda jimbo jipya la Bagamoyo. Nadhani nakuaga jioni kabla ya masifu ya jioni. Mkimaliza ndio mnaanza maandamano kwenda kanisa ili yule askofu yule ambaye anaenda kukabidhiwa jimbo aweze sasa kukiri imani na kufanya kiapo cha uaminifu.